We know so many people are fighting the Bible, but I thank God there are so many things that are happening whenever we start to fight the Bible. Bwana apewe sifa. Wacha kwanza tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya hii Sunday ambayo Bwana umetubariki nayo. Tunakuinua, tunasema asante kwa sababu umekuwa mwema. Umekuwa mwingi wa huruma na rehema. Wakati tulianza mwaka hatukujua kwamba tutafika maeneo haya. Hatukujua kwamba Bwana tutaona muhula wa Easter wa mwaka huu. Hatukuelewa ya kwamba Bwana utatuleta mpaka mwezi wa 3. Sasa Mungu wetu tunakushukuru. Tunasema asante. Tunapokumbuka hii siku, ile siku ambayo Yesu aliteremka kule Yerusalemu ili akaweza kujiandaa kwa ajili ya kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Siku ya leo na sisi tukumbuka hii siku. Tunanyenyekea na kwako. Hata tukikubu dhambi na makosa yetu na ya ndugu zetu na dada zetu na ya kanisa ya mji na ya nchi, tunaomba Mungu wetu ukatuhurumie, ukatulehemu, ukatutakaza na ukatubarikie maisha kulingana na neno lako linasema kwamba kubarikiwa ndugu ambaye amesamehewa dhambi na makosa yake yote kafunikwa. Sasa tunaomba Bwana ukafunike makosa yetu na ukatusamehe dhambi na ukapata kutuhurumia na kutubariki. Kwa jina lako Bwana, tuomba neema yako na kibali chako kikashuke. Uovu wote ambao umeandamana nasi kwa sababu ya makosa yetu na dhambi zetu, tuomba ukatuondolee. Na rehema zako zikawe juu yetu siku ya leo. Wastahili mlio wastahili kuabudiwa, kwa maana ni wewe unastahili Bwana na hakuna mwingine. Tunaweka ibada yetu ya siku ya leo wako. Haitakuwa tu ni ibada ya kawaida, bali Bwana tunaomba katika uwepo wako ukawe pamoja nasi katika ibada ya leo. Tunakaribisha uwepo wako ili tukiwa katika uwepo wako Bwana tukapate mema ya milele, tukawe na furaha. Na zaidi ya Bwana tunakusihi, tunakuomba tuonyeshe njia ya uzima, tujulishe njia ya uzima kila mmoja wetu, kwa maana watupenda na hata unatujali. Wastahili Bwana na hakuna mwingine anaweza kama wewe. Wastahili Bwana na hakuna awezaye kutawala kama wewe. Bwana wa majeshi, tunakuinua, tunakuabudu, tunakutukuza. Tunaweka ibada yetu Bwana mbele zako, tukikutolea mioyo yetu tukaweza kutoa ibada ya siku ya leo. Tunapokuabudu Bwana siku ya leo, kubali kusikia, kubali Bwana ibada yetu. Bwana tunaomba mkono wako wa uwezo na utukufu ukawe pamoja nasi, na zaidi ya yote Bwana ukatukubali. Tunaomba Bwana kukubalika, ibada yetu ya kupendeza, na zaidi ya yote Bwana ukuu wako na uwezo wako Bwana ukaweza kushuka. Asante Mungu wetu, asante Baba wetu wa mbinguni, kwa maana unatupenda na unatujali. Asante Bwana. Sasa tuguze siku ya leo. Tunahitaji kuguzwa na wewe, tunahitaji kubarikiwa na wewe, tunahitaji mkono wako wa uwezo ukaweza kuwa juu ya kila mmoja. Baba wetu wa mbinguni, tunaomba kutoka siku ya leo Bwana ukapata Baba kutukubali, na zaidi ya kupendezwa nasi, nazo baraka zako Bwana zikawe juu ya kila mmoja wetu. Tunaomba Mungu wetu kutoka siku ya leo kukawe na revival ya kiroho na kimwili. Tunaomba kutoka siku ya leo Bwana kukawe na mabadiliko ya kiroho na katika mwili. Bwana wa majeshi, continue to transform us in the mighty name of Jesus. Tubadilishe Bwana, tubadilishe Mungu wetu, na zaidi ya yote Bwana ukatutende mema, kwa sababu wewe ni mwema. Hatuna mwingine ambaye anakaa kama wewe, na hatuna mwingine ambaye anastahili kama wewe. Wewe ambaye ni Mungu mkuu, wewe ambaye ni Mungu muweza, tunaomba Mungu wetu ukapate nafasi sana ya leo, ukatuunganishe na baraka zote za mwaka huu, ukatuunganishe na kibali, kwa maana
nchi yetu ya Kenya. Sio kuna mapenzi yako Bwana juu ya kanisa lako. Sasa tunaomba mapenzi yako na yaanze kutimia. Sasa tunaomba kusudi lako likatimie. Uwezo wako Bwana ukapata kushuka, si katika mapenzi yetu Bwana, lakini katika mapenzi yako. Tunaomba kusudi ambayo uko naye juu ya kanisa lako likatimie. Neno lako Bwana linatuambia kwamba kanisa la mwisho litakuwa Bwana na utukufu kushinda kanisa la kwanza. Siku ya leo achilia revival kanisa la kwanza. Bwana wa majeshi, Bwana wa mabwana, utukufu wa kanisa la kwanza ukapata kuzidi katika jina la Yesu. Bwana wa ajabu, wewe ni mwema, wewe ni mkuu, wewe ni mtakatifu, wewe uliojawa na huruma na rehema. Tunakukaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Tunakaribisha nguvu zako, tunakaribisha roho wako. Roho wa Bwana, pata nafasi, shuka sasa, anza kutuongoza. Ongoza nia na mawazo yetu. Kubali tunapokutolea dhabihu ya miili yetu Bwana, kubali ikatakazike. Twaitakaza kwa damu ya Yesu. Twaomba sasa ibada ya kila moja ambaye ni ya dhamana ikakubalike zaidi ya yote. Bwana wa majeshi, ikakupendeze. Twaomba kwa sababu hata ya wale ambao hawajafika, tunawaunganisha na ibada kwa jina lako, ikakubalike Bwana, ikakupendeze. Wastahili, wastahili, wastahili Mungu wetu. Ndipo Baba tunainama mbele zako tukikuabudu, tunainama mbele zako tukikupa sifa Bwana, tunainama mbele zako tukikutukuza Mungu wetu. Ni kwa maana wewe ni Alfa na tena wewe ni Omega. Hatuna mwingine kama wewe wa kuinamia, wa kuabudu, wa kutukuza. Hatuna mwingine Bwana. Sasa Mungu wetu, tunakuomba Bwana, kubali mwaka huu Baba, ukavute wengi na kwako. Tunawaita katika nyumba yako. Vuta wazee katika nyumba yako, vuta wamama katika nyumba yako. Tunadai vijana ukaweza kuwavuta kwa nyumba yako. Tunawatenganisha Mungu wetu na mafundisho ya udanganyifu ambayo inafundishwa katika ulimwengu. Twakataa mafundisho ya social media katika jina la Yesu. Tunanyamazisha ulimi wa social media ambaye unafundisha uongo. Kutoka siku ya leo, Bwana wa majeshi, tunatangaza ya kwamba wewe Bwana utainuka, na kana kwamba wewe hawezi ukalemewa. Tangu zamani kuna waliinuka wapigana na wewe, lakini kwa sababu wewe ni Mungu hawakuweza, kwa sababu no man can fight you and prevail. Now we declare your glory, we declare your power, your mighty glory and your mighty power upon this world, in the mighty name of Jesus. Tunaponyamazisha ulimi wa adui kwa jina lako Kristo, tunaomba na tunaamini. Amen. Bwana apewe sifa. Tunaweza kaa chini dakika moja tu, just a minute. Amen. Nataka tukaweza kuwa na neno katika kitabu cha Acts of Apostles chapter 3 verse 19. Acts of Apostles chapter 3 verse 19. Amen. Inasemanga hivi, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, so that your sins may be blotted out,
so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwako kwake Bwana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hii inasemanga ya kwamba Bwana apewe sifa. Tukitaka kuburudishwa, tukitaka revival ya maisha yetu, we need to repent. When we speak about revival, wakati mwingine watu wanafikiria revival ni kwenda kule nje na kuhubiri. Hapana. When it comes to revival comes only when there is repentance. Amen. True revival comes when there is repentance. Bwana apewe sifa. Kwa maana wakati watu wanapotubu, haleluya, kuna kuwaga kitu tunaitanga times of refreshing. Amen. Wakati wa kuburudishwa, tunaburudisha kwa sababu ya kuwepo kwa Bwana. Haleluya. Waweza kama hauna amani, hauna furaha, amen, hauna kibali, hauna baraka. Watu wengi wanaishi na matatizo, lakini haya matatizo kana kwamba yanaweza kubalika, yakaweza kutoka, amen, ama yakaweza kuondoka. Yale matatizo kile inahitaji tu ni kitu kimoja. Uwe inahitaji tu rahisi, kitu rahisi nini? Inahitaji revival. Bwana apewe sifa. When you have so many problems, all what you need is just to be revived. Ukiwa chini, kile unahitaji ni kile to be revived. Bwana apewe sifa. Economy yako ukiwa chini, kile inahitaji ni nini? Inahitaji revival. Haleluya. Kuna nguvu zitashuka, zitakuinua tena. Bwana apewe sifa. Amen. Your economy will once more start. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ukiwa hauna amani, when the revival, when refreshing comes, amen, amani yako inakuwa revived. Revival ni kusema ya kwamba, amen, revival ama kuruisha inamaanisha nini? Ni kitu ambaye hakifanyi kazi. Is it? Nao kinafanywa kifanye kazi. Ni kama kitu kimekufa, kinapewa uzima tena. Haleluya. Kinahuishwa tena, kinafanya kazi tena. It becomes revived. In most areas tunapata ya kwamba maisha yetu yanaweza ikawa na shida. Hata kuna wakati tunaona ya kwamba sometimes even marriages are not working. Bwana apewe sifa. Our finances is not working. The church is not working. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Wale ambao wametuzingira, tumezingiwa na maadui. Baada ya kuzingiwa na mtu ambaye anaweza kusimamisha, unaona ya kwamba ni kana kwamba nimezingirwa na ninahitaji sipati. You need to be revived. Kuna mambo ambayo nataka kuliko. Bwana apewe sifa. The spirit of refreshing. Why the spirit of refreshing? When something is dead, what happens? There is a spirit of decay. Amen. Bwana apewe sifa. Kuna kitu tunaonanga. Amen. Kuna ile roho ya nini? Ile roho tunaita spirit of decay. Decomposing. Inaisha. Ni kitu ambacho kinafanya nini? Kinaisha. Bwana apewe sifa. Aha. Lakini when revival comes, it stops the power of decay. It stops the power of decomposing. Na kutoka hapo mambo inasimama tena. Na ndio tunaambiwa kwamba repent. Amen. Bwana apewe sifa. Repent so that, amen, in the times of refreshing, Bwana apewe sifa. Amen. Utakaweza kupata nini? Times of refreshing where the spirit of God is around. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo anytime you need any kind of revival in your life, hallelujah, tunaanza na nini? Na kutubu. Hallelujah.
inakufa. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Inaanza kuzoroka, inaanza kuisha. Unaanza kusikia mtu haleluya, unakokutana kile atakwambia si vile ametembelewa na Mungu, ni vile ametembelewa na shetani. Bwana apewe sifa. Ama watu wanasema nini? Wewe unaongeaga na watu, anza kuambia siku hizi mambo ni magumu, economy iko mbaya, nikoli tu. Bwana apewe sifa. Na nyinyi mnakubaliana kwamba nikoli tu utikweka sasa hii mambo nikoli tu utikweka ni kusema nini? Haleluya, amen. Tunakubaliana nikoli tu na si kusudi, kwa sababu amen, kuna kitu kinaoza. Haleluya. In the spiritual realm kuna kitu kinaoza. Haleluya. Economically in the spiritual realm inaoza. Haleluya. Amani inakosa, nguvu zinakosa, watu wanashindwa kumwabudu Mungu tena, watu wanashindwa kumtumikia Mungu tena, wanasikia kujikokota. Ni kwa sababu gani? Spiritually they are decaying. They don't realize anymore what they can get from their own God. What can God do to their lives? But once they start understanding, hallelujah, in the times, there are times we call times of refreshing. Amen. Hallelujah. Ya kwamba mambo yanaweza yakawa mazito. Kwa nini yako mazito? Because, amen, they are decaying. Wacha nikumalizie na hii kwa sababu ni wakati wa kuomba. Hallelujah. Biblia inasema hivi. Amen. Where the carcass is, that's where the vultures gather. Is it? Hallelujah. Ukitaka kujua kana kwamba unahitaji refreshing time, angalia katika maisha yako unakuta nini? What are you attracting? Are you attracting the vultures? And vultures only come where there is a carcass. Amen. If there is no carcass, there is no vulture. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo katika maisha yako unastahili kuangalia, what am I attracting? Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao wanafutaka vita, violence. Amen. Hata kwa barabara lazima ugana na mtu na kifua. Haleluya. Hapo unaona watu wakipita kwa barabara wananyamazaji wa watu ile, wanaangalia na kitaka pale na pitana. Hapa sasa hivi wanatokana na wadiwani. Bwana apewe sifa. Kwa sababu one of them, amen, kile na attract ni matusi na vita. Wambia wewe nini? Kwani unaona mchika wewe? Bwana apewe sifa. Lazima aache mtu amemtukana. Bwana apewe sifa. Kama Bwana apewe sifa. Kama ukienda wale wanaendesha gari wanajiwaga, kuna watu ambao wanabebaga tu. Bwana apewe sifa. Kile wanavutana ni matusi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Unaondokea tu kashimo kidogo, anakopia matatu kidogo, anamwambia mnaki. Bwana apewe. Na haujuani, hakujui, hata kujua ni kwa nini imeondoka pande ile kidogo. Hiyo si shida yake. Kia na attract ni matusi. Haleluya. Kuna wengine kazi yao nao, they attract struggles. Hakuna kitu wanaweza fanya ikafaulu bila kung'ang'ania. Ona utumia kifungo. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaona hiki kifungo ya shati peke yake. Haleluya. Ukimwambia shonelee. Haleluya. Amen. Akang'ang'ana mpaka ule ya kwamba shati ya wewe ameweka kama ya Mungu. Ama ya Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa sababu gani? Lazima ang'ang'anie kila kitu anafanya. Even simple things. Lazima ang'ang'ane. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mimi naambia kwa watu, ukijua kwamba kana kwamba ungependa kujua kana kwamba wewe unafutaka barua ya kung'ang'ana, just look the way you were. You just how the way you were. Bwana apewe sifa. Haleluya. Just that. Haleluya. Utajua kwamba hii ndio ya kung'ang'ana tu. Bwana apewe sifa. Kwa sababu gani? Bwana apewe sifa.
Haleluya. Amen. Utajua tu ni kung'ang'ana na ng'ang'ana. Kwa maana amen. Kuna mtu anavaa nguo na amen, ukimuuliza amevaa nguo gani lazima kwanza afikirie. Ni buru ama ni kweli? Hapo anaangalia bana, kwa sababu gani? Alivaa out of mind. Ni kuchukua tu, alichukua kavaa akaenda. Bwana apewe sifa. Kisha na maana haleluya, kuna kitu kinaoza ndani yake, na hiyo kitu kinaoza ndani yake haleluya kina attract nini? Nataka kufundisha kitu kimoja. What do you attract in your life? Ukitaka kujua unahitaji revival, anza kuangalia what do I attract. Haleluya. Good people attract money. Good people attract wealth. Bwana apewe sifa. Good people attract friends and good friends. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Good people attract the Holy Spirit and an excellent spirit in them. Hallelujah. Wana attract mpaka kibali. Unapata ya kwamba wanakubalikana kwa mtu ambaye hata hawajui. Amen. Wanakubalikana hata kwa mtu ambaye hawajui. Hallelujah. Kwa sababu gani? Anywhere they go, kwa sababu wako na roho mbaya ina attract mema. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wanapataka anywhere they go. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Amen. Wanapataka nini? Neema. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na uwezo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amen. Sasa nataka kuuliza wewe, what do you attract? Wewe unavutaka nini? Amen. Bwana apewe sifa. Unavutaka nini? In your life, what do you attract? Vouchers, red fries and green fries, zile zinaendaga decomposing things, ama wewe unataka nini? Amen. Hallelujah. Unaamka asubuhi unashika kichwa. Kichwa inauma. Ni asubuhi. Bwana apewe sifa. Kesho unaamka, hiyo mgongo. Sio kama ni kulala vibaya. Mpaka unatoka kwa bed ukiwa na wewe na mwili. Ati ni Bwana na hata miaka yako hajafika ya kushughulika na mgongo. Amen. Kwa sababu gani? What do you attract in your life? Amen. Ukiona attract maroho ya kung'ang'ana sana, anza kujua kwamba in my spiritual life there is something decomposing. Kuna kitu kinaoza. Amen. Kuna kitu kinaoza. Na kama nataka hii mambo ibadilike, Bwana apewe sifa. I need to repent. I need to repent. Ndipo Biblia inasema kwamba repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. Kwa hiyo kila kinafanyika katika maisha ya mtu wa kiroho, maisha yake yaanze kuoza. Bwana apewe sifa. Ni dhambi. Makosa na dhambi inafanyaga. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nasikiaga wazungu wakisema kwamba samaki inaanza kuoza kutoka kwa wapi? Bwana apewe sifa. Samaki inaanza kuoza wapi? Kichwa. Sijui kwa nini inaanza kuoza kichwa. Naye mwanadamu wakati anaanza kuoza, Bwana apewe sifa, anaanza kuoza kiroho. Amen. Bwana apewe sifa. You start decaying in the spirit. Once you start decaying in the spirit, Bwana apewe sifa, physically kuna vitu zitaanza kukuja. Zile zitaanza kukuja ni vitu ambaye haupendi. Ni vitu ambaye haipendezi. Ni vitu ambaye haina ladha nzuri. Ni vitu ambaye haina harufu nzuri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Harufu. Bwana apewe sifa. Amen. Harufu nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya.
Sasa ni jukumu lako, if you want to be divided as a